Daily Boni Online TV. Ndugu wanahabari, leo jeshi la polisi lingependa kutoa ufafanuzi kuhusiana na kushikiliwa na polisi mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe kutokana na kuwepo na upotoshaji mkubwa kuwa anashikiliwa kwa sababu ya kupanga na kuandaa kongamano la katiba mpya huko Mwanza. Freeman Mbowe alikuwa anafahamu fika kuwa ana tuhuma zinazomkabili na kwamba wakati wowote angehitajika polisi kwa hatua nyingine za kisheria mara tu uchunguzi dhidi yake utakapokamilika, hatua ambayo sasa imefikiwa. Kama ilivyokuwa kwa baadhi ya watu kucheza na nyakati na matukio, akaona ni vyema akimbilie Mwanza kwa kigezo cha kongamano la katiba mpya, ili akikamatwa umma uamini amekamatwa kwa sababu hiyo. Na kwa bahati mbaya taarifa zilizoenea ndani na nje ya Tanzania kwamba amekamatwa kwa sababu ya kongamano la katiba mpya. Ndugu wanahabari, napenda ifahamike sasa, mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe anashikiliwa na jeshi la polisi kutokana na tuhuma zinazomkabili na kula njama ya kufanya vitendo vya kigaidi, ikiwepo kuua viongozi wa serikali, ambapo wenzake 6 washafikishwa mahakamani kwa sababu uchunguzi dhidi yao umeshakamilika. Hata hivyo, uchunguzi unaoendelea kule Mwanza kuhusiana na kufanya vitendo vya uvunjifu wa amani, ukibaini kuwa kuna sheria aliyovunja, hatutasita kufikisha mahakamani pamoja na viongozi wengine wa chama hicho wanaoshikiliwa kule Mwanza. Jeshi la polisi linaendelea kutoa wito kwa wananchi kuendelea kutii sheria, kanuni, taratibu za nchi kwa ajili ya kudumisha amani, upendo, mshikamano na utulivu wa nchi yetu. Kamwe tusikubali kurubuniwa na baadhi ya watu wanaocheza na nyakati na matukio ili kufanikisha ajenda zao. Amani, ukibaini kuwa kuna sheria aliyovunja, hatutasita kufikisha mahakamani pamoja na viongozi wengine wa chama hicho wanaoshikiliwa kule Mwanza. Jeshi la polisi linaendelea kutoa wito kwa wananchi kuendelea kutii sheria, kanuni, taratibu za nchi kwa ajili ya kudumisha amani, upendo, mshikamano na utulivu wa nchi yetu. Kamwe tusikubali kurubuniwa na baadhi ya watu wanaocheza na nyakati na matukio ili kufanikisha ajenda zao wanazodhani hazifahamiki na wala hazitajulikana. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kwa hiyo nasema, ndugu waandishi wa habari, sisi kama Chadema tutaendelea kufanya makongamano. Na hapa nalitangazia taifa kwamba kongamano la Mwanza waliliahirisha, hawakulifuta. Sisi tutafanya kongamano wiki hii Mwanza. Tutafanya kongamano kubwa wiki hii la katiba Mwanza. Kama jeshi la polisi litatukamata, basi linikamate Mbowe wa kwanza. Na viongozi wangu waandamizi wote, hata ondoka mmoja hapa. Tutafanya kongamano la katiba, ni haki yetu. Na tuko tayari kwa lolote lile ambalo wataliamua. Na hili nasema sio Mwanza tu. Tutafanya makongamano ya katiba ya kitaifa kwenye kila mkoa, kwenye kila jimbo, kwenye kila kata, hadi nchi ipate katiba mpya. Na jambo hili halina masiara. Wengine wanasema why Chadema? Wanisho vyama vingine. Vyama vingine ni sio msemaji wao. Kila chama kina utaratibu wake. Sisi kama chama kikuu cha upinzani tunaongoza agenda ya katiba katika nchi, kwa sababu this is a political inclusiveness process. Na kwa sababu ni kitu ambacho ni jumuishi, naomba taasisi nyingine zote, taasisi za dini, mashirika yasiyo ya kiserikali, wafanyakazi wa umma, wafanyakazi binafsi, wakulima, wafugaji, wavuvi, waandishi wa habari, tuchukue hii kama national agenda, na hii sio agenda ya Chadema. Tutambue kwamba katiba tunaoipigania sio katiba ya Chadema, ni katiba ya taifa letu. Ni kuitengeneza kesho yetu iliyo bora zaidi. Ni kulitengeneza taifa lenye utengamano na kuachana na watu wachache
ambao wanafanya maamuzi ya kuumiza watu milioni 60 na hawaoni hofu yoyote. Ni katiba ambayo itaweka mipaka ya viongozi wetu kujua wana miiko na wana mipaka katika kutumia madaraka yao ya kiofisi. Ni katiba ambayo jeshi la polisi ni katiba ambayo jeshi la polisi linapaswa kujua kwamba linatakiwa litoe huduma ya usalama wa wananchi na sio jeshi la kupiga na kuumiza wananchi. Wengine wanatumiwa, kuna vikundi vinatumiwa kwenye mitandao, vingine vinalipo shilingi 5,500 na Chama cha Mapinduzi, vinatoka eti kupiga propaganda, tozo mpya miamala ya simu, na katiba sio priority ya CCM. Katiba mpya ni priority ya wapinzani, sio ya Chama cha Mapinduzi. Katiba mpya haitusaidii kupata maji. Ukiona mtu ana argument ya namna hiyo, jua huyo mtu ni mufilisi wa uelewa. Mtu ambayo haoni relevance, haoni mahusiano ya katiba na maendeleo ya uchumi wa nchi. Huyo mtu ni niko mpumbu. Yaani ni mtu mbumbumbu. Ndio hoja dhaifu ambazo CCM wanazifloat. Wanafikiri hoja ya katiba ni hoja ya Mbowe ama ya Chadema. Hii ni hoja ya Watanzania ambayo ilisimamiwa na Mzee Sinde Warioba. Tulivunja bunge la katiba mwaka 2015, 14, 15 kwa sababu CCM waligeuza mapendekezo ya Warioba wakayakataa, wakaleta katiba yao ambayo inataka matakwa ya chama chao na sio matakwa ya wananchi yaliyokusanywa na Warioba. Tulikataa kubariki unajisi ule, na ndio ule mchakato ulipofia. Kwa hiyo tunataka mchakato huu urejee. Na tunamwambia Mama Samia Suluhu anapozidi kuchelewesha jambo hili, linazidi kuleta mpasuko katika nchi. Anapolichelewesha jambo hili, anachelewa kuwaunganisha Watanzania, tujenge taifa moja la watu wenye kupendana na kuheshimiana. Kama mama anaweza kunipelekea salamu za kunipa pole katika kufiwa, lakini vile vile anipe pole kwa watu wangu wanaokufa kwenye chama na wengine wanaofungwa bila sababu za msingi. Ni miezi 4 tunasubiri kuongea na mama, hataki kuongea na sisi. Sisi ndio wahanga, waliofungwa ni sisi, walioteswa ni sisi, waliouawa ni sisi, risasi zimetuhusu sisi, waliofilisiwa ni sisi, walionyang'anywa ubunge na udiwani na umea ni sisi. Tumeteswa kwa kila njia, anategemea tukae hivi chini. Hajaona sababu ya kutufuta machozi sisi tukae tuzungumze mustakabali wa taifa. Sisi hatuwezi kuendelea kupiga magoti kumsubiri mama. Tutakutana wapi? Tutakutana barabarani. Kwa hiyo nasema kitendo cha kuweka ndani viongozi wetu hata wazee kilikuwa ni kitendo ambacho sisi kama chama tunakilaani kwa nguvu zote. Tunakilaani na tumesema kwamba hatutaruhusu tena jambo hili litokee. Na napenda kuwatangazia wana Chadema, kazi ya kuidai katiba mpya sio kazi ya lele mama. Hatuwezi tukaendelea na ule utaratibu wa zamani. Tuna haki ya kukutana, tunakamatwa, tunapigwa, tunashtakiwa, tunasoteshwa mahakamani miaka 2, miaka 3, kisha tunakuja kuachiwa huru, au tunahukumiwa vifungo ambavyo ni batili, tukikata rufaa zote tunashinda, alafu hakuna compensation. Nimesema kama wanataka kuwaweka wanachadema ndani katika hili hoja ya katiba, wapanue kwanza na magereza, kwa sababu tuko tayari wote tuwekwe ndani na wala hatutaomba dhamana. Kwa hiyo wanachadema ambaye anafikiri anataka kujiunga katika harakati ya kudai katiba mpya, atambue siku akikamatwa akiwekwa ndani hatutaomba dhamana, hata kama wote tunalala ndani, mpaka nchi ije jitambue, iweze kuamka kama nchi zinazojitambua, bila kutumia mbinu ambazo ni mbinu ambazo ni za maumivu, za kuongeza uchungu wa watu. Inawezekana viongozi wa nchi wanatutake for granted. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.